Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, na tumai umzima na buheri wa afya. Karibu katika meza ya habari za magharibi, ikiwa imetimia saa 7 tarehe 14 mwezi Mei mwaka wa 2026. Mimi ni Juma Ngetich. Wengineko ni kuwa chama cha DAP-K sasa kinasema kiko mbioni kujitanua kitaifa, huku kikidokeza uwezekano wa kutangaza mgombea wake wa urais mwakani. Uongozi wa chama hicho unadai kuimarika kwa chama hicho maeneo ya magharibi kumewapa matumaini ya kushiriki kikamilifu katika siasa za kitaifa. Sisi tunaomba umoja wetu, especially jamii yetu wa Western, tuungane sisi wote kupitia kwa chama cha DAP Kenya, na tunakaribisha viongozi wote, hata wale wanapikwa mateke kwa vyama zingine, tunawakaribisha nyumbani. Hiki ndio chama chenu. Alafu tukiondoka kutafuta uongozi, tutatembea Kenya mzima tukiwa na nyumba yetu ya DAP. Na kama vile mnajua sasa, upande wa region ya Western na Kenya na kila mahali, chama cha DAP tumeshika chini, tumeshika mashinani, na tuna imani ya kwamba hata sisi tunaenda kutoa ndume ya kwenda kwa debe, kwenda kwa meza kule juu kutafuta upresident wa Kenya. Ama namna gani? Tuko tayari? Tuko tayari? DAP. Tazamaji, msonga mbele ni kuwa gari la kivita la polisi la aina ya APC Land Cruiser limesombwa na mafuriko ya ghafla katika mto wa Aquachatis, eneo la Silale, kaunti ya Baringo. Maafisa wa usalama waliokuwa katika operesheni walikwama walipokuwa wanavuka mto huo uliokuwa umejaa tope kufuatia mvua kubwa inayoshuhudiwa eneo hilo. Gari hilo lilikuwa linaenda kusaidia kuvuta gari lingine aina ya Land Cruiser ambalo lilikuwa limekwama kabla ya magari hayo mawili kusombwa na maji ya mafuriko. Tolea na kutafuta boat ya kuwafikisha watoto kwa shule, na hiyo ni expensive sana. Ni gharama kubwa kwa mzazi ambaye hata kuweza kununua kalamu na kitabu ni ngumu. Sasa je, mambo ya kuweza kulipa boat kila wakati, kila asubuhi na jioni ni ngumu sana. Kama siku moja president asa pronounce 2 billion kwamba amepeana kwa kitu fulani, aseme market fulani imewekwa 50 million, market fulani, na hii sasa ambayo imehatarisha maisha ya watu. Ukiona video ambayo ilikuwa ina trend jana ya Aquachatis, kuna watoto wa shule walikuwa na cross karibu wabebe na maji. Kama ingekuwa mpita njia mbali waona na kuwanusuru, tungekuwa tumepoteza watoto zaidi ya 5 katika mto wa Aquachatis. Kwingineko ni kuwa madereva wa masafa marefu kutoka Mombasa wametoa makataa kwa serikali na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kutatua changamoto ya usalama katika taifa la Sudan Kusini. Madereva hao wamelalamikia kukamatwa kwa mwenyekiti wa madereva wa masafa marefu katika kaunti ya Mombasa, Sudi Mwatela. Wamejaribu, lakini ni mambo ya government to government. So tunaomba serikali iingilie kati hii maneno. Wanafaka kugoma mpaka wakati wataka ashiria watu, sababu wana hatia yote. Tumekaa hapa siku 2. Tafadhali tunaomba kusaidiwa hapa kwa boda, tunatesekea hapa sana. Tunataka kusaidiwa, boda zikuwa na security enough, tukiwa na safety mzuri pale tunatembea, ndio tuweze kutafuta unga mzuri. County jam imekuwa mingi kuanzia 6. Hata tuwezi fanya kazi, tunashindwa kufanya kazi hapa ya maana sana. Unaweza stukia ukipita hivi na pikipiki imekugonga nini, trailer truck ziko hapo kuanzia saa 12. Hao tunashindwa ni nini naendelea. Tunajaribu kuangalia vile tunafanya kazi imekuwa ngumu. Ukivuka kidogo unasikia pikipiki imekuja. Hapa matatu saizi haiwezi simama. Shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa, ambapo tunazidi kukupasha taarifa ambazo tuliziandaa kutoka kwenye meza ya habari za magharibi. Tukisonga mbele ni kuwa mashirika ya kuwatetea watoto wasichana katika kaunti ya Kajiado yameibua wasiwasi mkubwa baada ya kuongezeka tena kwa visa vya mimba za mapema, kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde. Wakizungumza wakati wa kuhamasisha viongozi wa jamii kuhusu mradi wa Future for Binti ambao unalenga kumlinda mtoto msichana katika eneo la Loitoktok,
Wanasema kuwa ripoti ya hivi punde inaashiria kuwa zaidi ya watoto 4,000 wenye umri kati ya miaka 10 na 18 walipachikwa mimba kati ya mwezi Julai na Disemba mwaka uliopita. Tulikuwa na wasichana zaidi ya 728 walio kati ya umri wa miaka 15 hadi 19 wakiwa na mimba. Kati ya wale wenye wako miaka 10 hadi 14 walikuwa wasichana 43. Kajiado East wale wako miaka 10-14 walikuwa wasichana 117, lakini wale wa 15 hadi 19 walikuwa wasichana 649. Kajiado North 10 to 14 years walikuwa 9, 15 to 19 walikuwa 725. Tukienda Kajiado West 10 to 14 years walikuwa wasichana 64, wale wa 15 to 19 walikuwa 909. Ukija Kajiado South huko kwetu sasa tunaambiwa kwamba wale walikuwa miaka 10 hadi 14 walikuwa 21 na 15 to 19 walikuwa 738. Mingi utapata wakati wa kiangazi kwa sababu baba hayuko na mama sasa inabidi yeye ndiye ametoka kutafuta riziki, watoto wanaachwa pale nyumbani, mtoto wa kike anaachwa kama mama. Tunajua pia kwamba kwa sababu ya water shortage inakuwa sasa zile water points zenye community huwa wanatumia zinakuwa sasa the distance inakuwa lengthen. Kwa hivyo mama anapoenda pale for a very long distance kutafuta maji, mtoto ndio wa kike ndiye anaachwa pale kwa homestead akiangalia wenzake, wanakuwa very much vulnerable. Na hizo ndio vitu mojawapo zenye zinachangia kuleta hiyo prevalence iende juu. Nitashauriana na viongozi wenzangu kwamba yeyote yule ambaye atatoka huku Kenya kama Masai alafu haikimbilie Tanzania kama Masai ili aweze kufanyiwa ukeketaji au aweze kuozeshwa kabla ya muda wake, hii tutaikemea kwa lugha moja. We are here to make sure that we keep fighting and we keep talking and speaking on behalf of our young girls who cannot raise their voices. Lakini akishatahiriwa anakuwa ni mwanamke. Na hata kama mtoto ni wa miaka 12. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kuwa Wakenya mashinani wanatarajiwa kunufaika iwapo mgao wa bajeti katika sekta ya kilimo utaongezeka. Mtazamaji, kumbuka kuwa hali hii itawezekana tu iwapo wanachama wa Muungano wa Afrika na bara Asia kwa maendeleo ya mashinani itaongezeka mgao wa bajeti katika sekta ya kilimo ili kuimarisha uzalishaji wa chakula. Huyu hapa Katibu Mkuu Ado Manoj. In the present era of artificial intelligence, both challenges and opportunities are emerging to advance rural development. Among the opportunities, smarter agriculture, improved market connectivity, enhanced advisory services, which can bring sustained and substantial benefits if applied responsibly. Most of the global challenges are very clearly articulated in international development frameworks and in many documents, where the importance of leveraging innovation and accelerating investment in rural areas. The government has prioritized increasing smallholder incomes, enhancing productivity and value addition, and ensuring food security for all households. These efforts are guided by agriculture sector transformation and growth strategy and supported by the bottom-up economic. Kwingineko mtazamaji, kuwa wakazi wa Mandera wameshiriki katika maandamano wakitaka serikali kuu kuondoa wanajeshi wa taifa jirani la Jubaland ambao wanaripotiwa kukita kambi na kufanya makao yao katika jimbo la Mandera. Wakiongozwa na wakilishi wa bunge la kaunti, wakazi hao wameilaumu serikali kuu kwa kukosa kuwajibikia hali ya usalama wao katika jimbo hilo. We demand comprehensive and independent investigation into the killing of the 6 innocent civilians and urge the responsible authorities to ensure that those involved are identified and held accountable in accordance with the law. Mama mjamzito miezi 9 alikuwa analeta uhai kwa hii dunia, anauliwa kwa nini? I'm very sad, I'm crying,
I'm sympathizing with my community. Kitendo kilicho happen sio kitu kizuri, na tunataka haki ya watu wetu. Na wale viongozi wote wa Mandera County, na wasihi sana wote tutulishe wananchi wetu, badala ya kuincite, badala ya kutaka kuwasha moto, tutulize ili tuweze kuwa na mwelekeo mmoja ya kuhakikisha kwamba wale wahalifu wote wameshikwa na kushtakiwa. Sadakta mpenzi mtazamaji, kwa kuzidi kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa, ambapo nasanya virago vyangu na kutamatisha taarifa kutoka meza ya habari za Magharibi. Kwa niaba ya waliofanikisha taarifa hizi, pamoja na wewe ambaye umekita kambi pote ulipo ili kufuatilia taarifa hizi, nasema shukran za dhati. Mtazamaji, kumbuka unaweza pata taarifa hizo kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni X, Twitter, Facebook, TikTok na Instagram @TV Magharibi, ili upate taarifa hizo pindi zinapochipuka, pamoja na burudani kadri ya uwezo wetu. Kwa sasa nakutakia mchana usiokuwa na bugdha. Mimi ni Juma Ngetich. Thank you.